taarifa kuhusu tukio hilo ni kwamba leo siku ya tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 2026 ilikuwa ni majira ya saa 2 za asubuhi huko katika mzunguko wa Mwanza Hotel maarufu roundabout ya Mwanza Hotel, gari ambayo ni namba T 234 DUM aina ya Toyota Hiace. Gari hii ambayo ilikuwa inafanya safari zake kutoka eneo la Kakebe kuelekea airport. Ilipofika katika mzunguko huo wa Mwanza Hotel kwenye barabara ya Kenyatta, gari hilo liliacha njia na kuseleleka upande wa kushoto mwa barabara likagonga gema, na baada ya kugonga gema gari hilo liliweza kumgonga askari wa jeshi la polisi ambaye alikuwa amesimama pembeni akifanya kazi yake ya usalama wa barabarani kwa maana ya kuongoza magari. Lakini gari hiyo liseleleka pia ikaenda kumgonga mtembea kwa miguu aliyekuwa anapita eneo hilo. Askari aliyepata majeraha kwenye tukio la ajali ni namba F7768. Huyu ni Koplo Tumsifu, ni askari wa kikosi cha usalama barabarani wilaya Nyamagana, na tukio hilo limemkuta wakati anatekeleza majukumu yake ya usalama barabarani. Wa pili aliyepata majeraha ni Lucia Udensiana. Huyu ana miaka 31, yeye ni Mhaya na mkazi wa Maina. Huyu naye ajali hiyo ilimkuta wakati anapita barabarani kwa ajili ya kuendelea kwenye shughuli zake za ujenzi wa taifa. Gari hilo ambalo tumepata taarifa wakati wa ajali hiyo lilikuwa linaendeshwa na dereva mmoja ambaye amefahamika kwa jina moja la Alphonse. Baada ya ajali hiyo liliseleleka na dereva gari hilo aliweza kukimbia kabla ya kukamatwa na wananchi waliokuwa jirani, lakini pia na askari wa jeshi la polisi, huku akiwa ameliacha gari na abiria wake aliokuwa amewabeba barabarani, kwa maana akawatelekeza barabarani. Majeruhi hao wamekimbizwa katika hospitali ya Sekoture ambapo wanaendelea kupata matibabu. Hali zao ni za kuridhisha. Tunawapongeza madaktari ambao wanaendelea kuhangaika na hali zao za kiafya ili waweze kuwapa huduma vizuri, waweze kutoka huko, waweze kuendelea na majukumu yao mengine ya ujenzi wa taifa. Uchunguzi kuhusiana na tukio la ajali unaendelea na msako mkali unaendelea kufanyika wa kumtafuta dereva ambaye alikuwa anaendesha gari hilo, na gari hilo tayari linaendelea kufanyiwa uchunguzi na hawa wakaguzi wa magari ili kuweza kuona hilo gari lilikuwa lina hitilafu zozote ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Lakini sambamba na hilo, mpaka sasa tumeweza kumkamata mmiliki wa gari hilo ambaye anaitwa Mohamed Rashid Mumpa. Mohamed Rashid Mumpa huyu ana miaka 40 na ni mkazi wa Isamilo. Tumemshikilia kwa lengo la kumhoji kwa sababu anao wajibu wa kutunza kumbukumbu na taarifa za dereva aliyemwajiri, ambaye mpaka sasa jeshi la polisi linaendelea kumtafuta. Kwa hiyo tumemshikilia ili aweze kutusaidia ili aweze kupatikana na kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Jeshi la polisi linatoa wito kwa madereva wanaoendesha magari katika jiji la Mwanza waendelee kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani na waendeshe magari yao hayo kwa kufata sheria kama nilivyosema, lakini pia kwa kujali makundi mengine ya watu ambao wanatumia barabara pia.